Naitwa Gombo Samandito Gombo. Mimi ni mgombea wa kiti cha rais kupitia chama cha wananchi CUF. Nimewaita leo asubuhi tuweze kuzungumza mambo machache tu yanayohusu nchi yetu. Ni mambo mawili tu nataka tuzungumze. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi tukiwa wa Tanzania tuko kwenye kipindi cha uchaguzi wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na uchaguzi huu wakati ukiendelea, yako mambo pia mengine yanayoendelea kwenye nchi yetu. Nimeona leo nije nizungumze na ninyi, kupitia ninyi Watanzania watapata ujumbe ambao nahitaji Watanzania waupate. Cha kwanza ninachotaka kuzungumza ni kwamba mimi kama mgombea wa chama cha wananchi CUF na laani kwa nguvu zangu zote matendo yanayoendelea hapa nchini ya utekwaji wa raia wa Tanzania. Na laani sana kitendo hicho, sio kitendo cha kiungwana, na kwamba nataka vyombo vya dola vifanye kazi yake vinavyopaswa kufanya, kuhakikisha kwamba haya mambo ya utekaji wanawaambia Watanzania huu utekaji unafanywa na nani na kwa nini unafanywa, kwa sababu mwenye jukumu la kuzungumzia habari ya usalama wa Watanzania ni serikali na vyombo vyake vya dola. Na laani kitendo hiki, hata hiki ambacho kimetokea sasa hivi ambacho bado hatujawa na uhakika kwa sababu vyombo vya dola havijathibitisha bado, japokuwa familia ya Polepole wenyewe wanasema Polepole ametekwa, lakini vyombo vya dola bado havijathibitisha. Mimi na laani kitendo hiki, ni kitendo cha kinyama kabisa. Hakitakiwi kutokea kwenye nchi ambayo ni nchi ya wastaarabu, nchi ambayo Mwalimu Nyerere ameijenga katika misingi ya kuheshimiana na misingi ya kupendana. Sasa hatuwezi kuwa taifa la kupigiwa mfano wa utekaji, la kupigiwa mfano wa upoteaji wa watu. Hatuwezi kuwa taifa la namna hii hata mara moja. Tunavyoelekea sasa hivi kwenye uchaguzi, hatuendi kwenye uchaguzi na sifa ya watu kuwa na hofu na nchi yao. Tanzania sio nchi ya kuishi watu na hofu. Uhuru wa Tanzania tumeupata, sio tupate uhuru leo hii miaka 64 halafu tuje tuanze kupata hofu leo. Hatupaswi kupata hofu leo. Tunatakiwa kuishi kwa uhuru na kwa amani kwenye nchi yetu. Amani inayohubiriwa na viongozi wetu inatakiwa ionekane kwa vitendo, sio ionekane kwenye midomo yao. Kwa hiyo mimi kama mgombea wa chama cha wananchi CUF na laani sana hivi vitendo, na naomba visijirudie, na Watanzania wanapaswa kuelewa kwamba vitendo hivi havina uzuri wa aina yoyote. Na nilitegemea angalau hata mgombea wa Chama cha Mapinduzi angetoka hadharani na kulaani vitendo hivi hadharani, ili kuonyesha kwamba yeye anaomba pia kuongoza Watanzania, akitaka kuongoza Tanzania iliyo pamoja. Sasa kwa sababu vyombo vya dola viko chini yake, mgombea wa CCM Samia Suluhu Hassan anapaswa kujua wazi kwamba kabla hajapatikana rais mwingine, jukumu la uhai wa Watanzania bado liko mikononi kwake. Anatakiwa kufanya kila linalowezekana kuhakikisha Watanzania wanaishi kwa amani kwenye nchi yao bila wasiwasi. Na laani sana hiki kitendo, na naomba sana vyombo vya dola vifanye kila linalowezekana kuwajulisha Watanzania kilichotokea kwa Polepole ni kitu gani. Hatuwezi kukaa kwa wasiwasi namna hii kwenye nchi yetu. Katika kufuatia swala hilo pia kuna mgombea ubunge wa chama cha wananchi CUF, Nisiha nafikiri, ameuawa bila kujali kwamba ni sababu gani ambazo zimemfanya auawe, lakini kitendo cha kwamba ameuawa mimi na kilaani pia. Si kitendo nacho cha kiungwana. Yule ni mgombea, yawezekana wafuasi wa CUF na Watanzania wengine wote, hata kama ameuawa kwenye mazingira ambayo sio ya kisiasa, watu wanaweza kuyahusisha na siasa. Sasa kama mambo yakihusishwa na siasa, hatutegemei kama Tanzania na uchaguzi wetu utakuwa ni uchaguzi ambao unaaminika ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo nalaani matukio haya mawili, na naomba Watanzania na vyombo vyetu vya dola kuhakikisha haya mambo hayatokei. Ni wakati wa uchaguzi sasa hivi. Watanzania wanalalamikia mambo mengi. Watanzania wanalalamika kuwa demokrasia haiendi sawa sawa Tanzania.
Watanzania wanalalamikia hata haya mambo ya utekwaji kwamba ni mambo ya kisiasa, kesi za kubambikiwa na kila jambo. Na Watanzania wanahamasishwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, ambao na mimi huwa napita kwenye mitandao hiyo, naona kwamba tarehe 29 badala ya kupiga kura wanahamasishwa kuandamana. Mimi nataka nitoe wito kwa Watanzania. Tarehe 29, kama Watanzania wamechoshwa na haya mambo ya utekaji, mambo ya kuishi kwa hofu kwenye nchi yao, na wanaona wazi kabisa kwamba sasa hivi Chama cha Mapinduzi hakifanyi yale ambayo kinapaswa kufanya, hakitendi haki, na wasihi wa Tanzania wasipoteze nafasi hii ya uchaguzi, kwa sababu zimebaki wiki mbili au siku chache sana ambazo Watanzania wanao uwezo wa kuzitumia siku hizi kuiondoa serikali ya Chama cha Mapinduzi na kuchagua chama cha wananchi CUF, kumchagua Gombo Samandito kuwa rais wa Tanzania, na kwamba hawana sababu ya kuingia kwenye vurugu ya aina yoyote, hawana sababu ya kuandamana. Sababu iliyopo ni ya kwenda wao, kama wana hasira zozote zile za kuichukia Chama cha Mapinduzi au za kuchukia uovu unaoendelea, na wangependa haki itendeke. Haki inapatikana CUF, na Gombo Samandito Gombo atakuja alete ile haki ambayo Watanzania wanaitaka. Kwa hiyo nawasihi waende wakapige kura, wasijihusishe na jambo lolote lile linalokwenda kinyume na kupiga kura, kwa sababu kwa kufanya namna hiyo, kwanza wanaitengenezea CCM njia rahisi ya kushinda, kwa sababu ukisusa wengine wanakula. CCM nayo inaweza ikawa inajihusisha na hayo mambo, kwa maana ya kuwafanya Watanzania wawe na hofu, waache kwenda kupiga kura, halafu yenyewe ipite. CCM tunavyoamini sasa hivi, na hasa mimi, ni kwamba haipendwi na Watanzania walio wengi, na wangependa mabadiliko. Watanzania wanataka mabadiliko, lakini naomba Watanzania wasitake mabadiliko kupitia njia ambazo sasa hivi zinahubiriwa na watu ambao wengine hawako Tanzania. Njia sahihi ni ya tarehe 29 kwenda kupiga kura zote kwenye chama cha wananchi CUF, na kura zikipigwa zote kwenye chama cha wananchi CUF akimchagua Gombo Samandito Gombo, atawafuta machozi wa Tanzania. Mimi nitawafuta machozi wa Tanzania, na kwamba hawatajuta kunichagua mimi, na kwamba siku hiyo wakiitumia vizuri, Tanzania itabaki salama, CCM na Samia wake wataondoka madarakani, na bado tutashikana mikono na kupongezana, na Tanzania itabaki Tanzania ikiwa moja. Sio hili swala la kufikiri maandamano na swala la kufikiri kutokwenda kupiga kura. Hili ni jambo na wasihi wa Tanzania wenzangu halitawasaidia. Naomba tu kama wana hasira zozote zile ambazo wanafikiri kwamba wangeweza kuzifanya, kama kuna mtu ana hasira ya kuchukua jiwe kwenda kumpiga mtu, kama kuna mtu ana energy kabisa za kwenda kuandamana, hizo nguvu zote azitumie siku hiyo kwenda kupiga kura na kukichagua chama cha wananchi CUF, na kumchagua Gombo Samandito Gombo kuwa rais wa Tanzania. Hayo yote ambayo wanayaona kwamba ni mabaya sasa hivi kwa Tanzania, mimi Gombo Samandito Gombo ninao uwezo na nia ya dhati, na kwamba hata mimi yananiumiza kama Mtanzania, nitahakikisha kwamba nimeyarekebisha na Tanzania kuishi ikiwa moja. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari. Mimi nilikuwa na hayo mawili ya kuzungumza na ninyi.